Vita kati ya Marekani, Israel na Iran inaendelea kuingia siku ya 26 huku hali ikiwa tete. Ripoti zinaonyesha hakuna dalili ya mapigano kupungua kwa sasa, mashambulizi na kauli zikinzani zikiendelea kuongeza taharuki kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump ameahirisha tukio lake la kushambulia miundombinu ya umeme ya Iran. Awali alitoa masaa 48 kwa Iran kufungua mlango wa Hormuz kabla ya kuchukua hatua kali. Hata hivyo, alibadili msimamo na kusema anasitisha mashambulizi kwa siku 5. Trump aliahidi kuwa Marekani na Iran zilifanya mazungumzo ya siri mwishoni mwa wiki na kufikia makubaliano makubwa bila kutoa maelezo ya kina. Kauli hiyo imeibua maswali mengi kuhusu uhalisia wa mazungumzo hayo. Iran imekanusha vikali madai hayo ya mazungumzo na Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema kuwa hakuna mazungumzo yoyote yaliyofanyika. Maofisa wake wamedai kauli ya Trump inalenga kushusha bei ya mafuta na kupanga mikakati ya kijeshi. Wakati huo huo, Iran imeendelea kushambulia Israeli kwa makombora kadhaa. Miji kama Tel Aviv imeripotiwa kushambuliwa huku majengo yakiharibiwa. Israel imesema mashambulizi 7 ya makombora yalifanyika tangu usiku wa manane. Israel nayo inaendelea na mashambulizi ndani ya Iran, ikiwemo Tehran pamoja na Shaba iliyokuwa katika makao makuu ya jeshi ya walinzi wa mapinduzi ya Iran. Mashambulizi hayo yameonyesha vita bado inaendelea kwa kasi kubwa. Soko la dunia limeathirika kutokana na taarifa hizi kinzani za vita na diplomasia, huku bei ya mafuta ilishuka kisha kupanda hadi zaidi ya dola 100 kwa pipa, na masoko ya hisa nayo yamekuwa yakipanda na kushuka kufuatia taarifa hizo. Katika ukingo wa Magharibi, mashambulizi ya walowezi dhidi ya Wapalestina yameongezeka. Wakati huo huo, juhudi za kidiplomasia zinaendelea huku nchi mbalimbali zikihimiza mazungumzo ya amani, huku viongozi wa kimataifa wakisisitiza ni wakati wa kumaliza vita kupitia mazungumzo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali.